Karibu tena kwenye channel yako hii ya KHP Canada. Leo ni siku nyingine mzuri ambao tunataka kuzungumzia masuala ya CV. Nataka kukupea mwongozo wa moja kwa moja na template ambao unaweza ukatumia kwa ajili ya kufanya CV mzuri, format ya Canada, ile ambao najua hautakataliwa nayo mahali popote pale. Hello everyone, na tumai mko salama. Nachukua fursa hii kukukaribisha tena kwenye channel yako hii ya KHP Canada, mahali ambao tunasaidia masuala ya kukuja nje ya nchi ama nje ya bara letu Afrika sana sana. Na ikiwa wewe ni mpya kwenye channel hii, kumbuka kusubscribe sababu kuna mengi ambao yanaweza yakakufaidi mahali hapa. Na bado tuko na kikundi yetu ya WhatsApp ambao link utapata kwenye description ya video hii, na kuna video kwenye channel yetu ambao inaelezea jinsi ya kujiunga na kikundi hiyo, sababu nimegundua ya kwamba wengi wamekuwa na shida ya kuweza kujiunga, na wengi wananiambia link haifanyi, japokuwa wengine wanatumia hiyo link kwa kujiunga na kikundi yetu. Na pia ni kujulisha ya kwamba kila Saturday, ikiwa ni muda wa saa 2 jioni masaa ya East Africa, hiyo ni kama saa 6 mchana hapa Canada, na saa 1 masaa ya Afrika ya Kati kwa nchi kama Kongo, Burundi, Rwanda, ya Tanzania, Uganda, Kenya, huko inakuwa ni saa 2. So nimefanya video juzi sababu nilikuja kuelewa kile ambacho kilikuwa nasababisha wa ndugu zetu ama wana KHP wengi ambao walikuwa wanafanya CV na cover letter na wakajaribu mara kadhaa, lakini hawakufanikiwa kupata jibu. Pole kwanza kwa hayo. Na pia sauti yangu naamini iko sawa kwa sasa, sababu wengi wamekuwa wakiniambia, nadhani kuna jamaa wamekuwa comment sana kusema kwamba toka kipindi nianze kufanya video ndani huwa hanisikii tena. Wakati mwingine na prefer ndani, hata kama huwa nachanganya, sababu ndani naweza nikawa na control zaidi ya nje, na kuna vitu ambazo naweza vifikie kirahisi nikiwa ndani, kama vile kukuonyesha screen yangu, kukufunza kitu ambao nataka ushike kwenye screen yangu, inakuwa ni rahisi ndani kuliko nje. Lakini huwa nafanya zote, na kama nasikika vizuri basi mtaweza kunijulisha pia kwa comment section kusudi niweze kurekebisha kwenye video nyingine ambao nitakayoifanya, niweze kujua sauti ilikuwa sawa. Kwa hiyo nikiendelea na settings hizi kila mara ninapofanya video ama kuingia live itakuwa vizuri. Na kama bado haisikike vizuri, mnaniambia, nitaweza kurekebisha. Kama vile nilikuwa nasema, nataka kupeana template. Hii ni template ambao wengi hulipia, na wengi hutumia hii template ama njia hii kwa ajili ya kufanyia watu CV. Unajua kuna wengi ambao wanafanyiana CV hapo online. Nakwambia mimi niko Canada, na ukitaka kukuja Canada kwa ajili ya kazi, tumia link hii kwa ajili ya kuniandikia, ubuka appointment na mimi nitakutengenezea CV na cover letter. Hizo videos ziko nyingi sana kwenye YouTube, na watu wanalipia sana service kama hiyo. Lakini leo nakuja kukupea nayo kwa bure. So najua mimi nawapenda sana, na kila leo nazidi kuwapigania, sababu imeniuma sana kuona ya kwamba kuna ndugu ambaye ameniandikia na kaniambia nipitie CV yake, sababu ameandika zaidi ya mara 2 na hajaweza kujibiwa. Kasema kitu ya kwanza
ni hiyo ambao unapata mtu umefanya CV moja, cover letter moja, unaituma kwa kazi 200. Yani wewe ni hiyo unarusha. Hiyo ni makosa makubwa sana. Lazima ujue kampuni ni gani, inadili na nini, wanahitaji mtu wa kufanya kazi gani. Kwa hiyo CV ambao unatakiwa kupeleka kwa hiyo kampuni inatakiwa kuwa aje, ambao unataka kupeleka kwa kampuni nyingine tofauti inatakiwa kuwa aje. Kwa hiyo lazima ziwe zinabadilika. Na tofauti na hayo, kuna wale ambao pia wanafanya CV vibaya. Yani unaifanya hairidhie CV ambayo inahitajika kwa standard ya Canada. Na unapata mara nyingi employer akiona, yani analenga tu, hawezi hata akajibu message yako. Hiyo ndio sababu kubwa ambao wengi wamekuwa hawajibiwi. Lakini leo nataka kuonesha njia rahisi na njia mzuri ambayo itakusaidia wewe kuweza kufanya CV na cover letter ambayo inaeleweka. Na video hii ikawa kubwa sana, naweza nikaifanya mara 2, lakini nitakuwa nimekupea mwangaza na nikupee pia link ambayo unaweza kutumia moja kwa moja kwa ajili ya kuweza kujitengenezea. Naelewa hali ambayo ndugu zetu wako nayo. Sio kila mmoja kuna uwezo ya kuweza kuenda kwa cyber kulipia hizo CV, kulipia hizo cover letter za mara kwa mara. Unajua ni vizuri kuweza kuelewa ya kwamba sio hiyo moja inatakiwa kufanya kwa kampuni 2. Ndio maana inaweza ikawa moja, lakini kuna baadhi ya vitu ambazo unaweza kubadilisha ndani, kama experience, vitu ambazo pengine unaweza kawa umesomea. Cover letter lazima kuna vitu ambazo zitabadilika. Unaona? Ndio maana unaweza kutengenezewa na mtu hiyo moja sawa, lakini uwe na njia ya kubadilisha hizo heading. Uelewe kampuni ambayo unataka kuapply na deal na nini. Kwa hiyo ukitengeneza CV yako inatakiwa iwe aje, inatakiwa iwe ina deal na nini. Yani inaendana na yale ambao kampuni inahitaji. Na kuna ndugu yetu mmoja mwana KHP ambaye aliniambia kwamba anarahisishia wengi Tanzania hapo kwa ajili ya kutengeneza CV na cover letter kwa bei nafuu. Kwa hiyo anaweza akawasaidia wale ambao watalemewa, na kama pia hakuwa anatumia format hii, basi pia itamsaidia kwa kuweza kumrahisishia kuwa na format hii kwa ajili ya kuweza kufanya CV nyingi kwa wengi. So nisikuchukulie muda sana, acha niweze kushare screen yangu kusudi tuweze kuingia moja kwa moja kwenye hii website kwa ajili ya kufanya CV na cover letter. Pole kwa sauti hiyo, ni train ambao inapita hizi maeneo za kwangu nyumbani, ndio huwa inakuja na kelele hivyo. Sawa. Sijui kama screen yangu haiko busy sana, lakini nadhani utaona na utaelewa. Okay. Nilikuwa nimefanya nyingi, lakini acha nianzie hapa. Hii website kuna ile ambayo iko kwa French, lakini nilijaribu kupambana kusudi nipate version ya English. Wanasema live career. Turn your job search into a job offer. Yani ubadilishe kutafuta kwako kazi kuwa job offer. Job offer kwa Kiswahili nini? Yani umepewa kazi, acha tuseme hivyo. So hii website ndio itakusaidia kuweza kutengeneza CV na cover letter ikiwa kwa format mzuri na format ambayo itakubaliwa Canada. Unaweza ukawa hauna maneno mengi ya kuweka kwenye CV yako, ujue vile ambavyo unatakiwa kupanga CV
hii website itakusaidia wewe kuweza kufanya CV yako sawa vile ambavyo inahitajika kuwa. Na unaweza ukawa uko na CV yako ambayo umetengeneza na yenyewe vile umetengeneza hairidhii kwa hiyo kazi ambayo wewe unataka kwenda kuitisha hapa Canada. Unaweza ukaiupload hapa, upload resume, itaweza kukutengenezea vile inakaa na ifanye kuwa CV ambayo inaeleweka. Kwa hiyo ikiwa umejaribu sana kuapply hizo kazi na haujaweza kujibiwa, CV uko nayo tayari, basi shida inaweza ikawa CV yako ndio mbaya, ama umeanguka kwa hiyo kama ile ambayo nime explain kwenye video letu la hapo mwanzo, ya kwamba wengi wanaanguka sababu ya kutumia CV moja kwa kazi mbalimbali. Yani haubadilishi utofauti. Ikiwa ni kazi ya shamba, ni hiyo CV unatuma. Ikiwa ni kazi ya cleaner, hiyo CV unatuma. Ikiwa ni kazi ya ofisi, hiyo CV unatuma. Hapana. Hapo ndio mahali ambapo wengi wamekuwa wakianguka. Na wengine wanakuwa hawajui kutengeneza CV kabisa. So ikiwa uko na CV yako ambao umeishi kutumia, basi unaweza kai-upload hapa. Unaweza kuja ku upload na itakuitisha kuweza ku-upload from my resume ama not start afresh. Itakurahisishia. So bado unaweza kaingilia hapo na ukaendelea. Sijui kwa nini mashini yangu inajidrag hivyo. Unaweza kaingilia hapo na itaweza kukusaidia. Ama nimeenda wapi mimi? Okay. Ama unaweza ukarudi hapo. Okay, acha tuseme hapa wanakuambia hapa unatakiwa kuupload CV yako. Kama uko na CV ambayo iko tayari na unataka kutumia muda mdogo, unaweza ukaiupload hapa, alafu ina correct CV yako moja kwa moja. Acha nione kama kuna yoyote ambayo niko nayo hapa kusudi niweze kujaribu. Ikiwa niko na CV yoyote hapa, CV and cover letter format, my CV. Okay, acha nijaribu nione kama hii ipo sawa. Done. Next. Google Drive. Okay. Browser. Una upload, unaenda next, alafu unaenda unaweza sema edit, applying next, work history, job seeker, next. Aya, nadhani itatusumbua. Acha tu nianze fresh. Acha nianze upya. Tuseme kwa mfano tuko hapa build my resume. Ukiklik build my resume, nasema just there. Hii ni ile ambayo nilikuwa nimetengeneza, ndio inaishi kuniletea. Acha nirudi nyuma. So ukiklik build my resume, lazima itakuleta hapo. Ama acha nirudi kabisa. Aya, wanakuuliza, are you uploading an existing resume? Just review, edit and upload it with new information.
Yani kama uko na CV ambayo iko tayari na unataka upload tena, ndio unaulizwa kama unataka upload kusudi uweze edit hapo. Na ikiwa ya kwamba tuseme hauna resume ama uko nayo lakini unataka kutengeneza ingine mpya, basi unatakiwa kusema no, start from scratch. Ukiklik no, start from scratch, unaona kuna hii line ya blue ambayo ina circle sehemu ambayo iko selected. Ikiwa blue hivyo inaonyesha huko ndiko selected. Nasema no, start from scratch. Yani sitaki upload mpya, nataka kuanza toka mwanzo. Alafu nasema we will guide you through the whole process so your skills can shine. Utaongozwa kwa hatua yote mzima na umaarufu wako unaweza ukang'aa. Aya, next. Alafu nasema create a new resume. Unaulizwa by selecting creating new resume, your content will be permanently deleted. Hiyo naambiwa hivyo sababu kuna ile ambayo nilikuwa tayari nimeshaanza na nishaweka nikifanya majaribio, ndio maana nasema hivyo. Sasa ndio naulizwa continue editing ama create new resume. Natakiwa create new resume, na hata wewe huko kwako unatakiwa create new resume. So hizi ni zile nilikuwa nimejaza kwa mfano, lakini nitazitoa kusudi tuweze kuweka pamoja afresh, ndio kazi iwe rahisi. Tusianze moja kwa mtungi, lakini tunatakiwa kuanza sufuri. So hapa wanasema first name na wanapeana mfano Robin, last name Smith, Robin Smith. Acha pia tutumie hizo majina, Robin ikiwa ni first name, Smith ikiwa ni last name. Hapa wanasema city, unaishi kwa tauni gani. Unaweza kaweka tauni yoyote ile ambao wewe unapatikana. Ndio kama unaona ilikuwa inasema Montreal, Quebec. Hiyo ni mfano, lakini mimi naweza nikaweka London. Hapa inaniuliza London ON. Hiyo ON ni province, Ontario. Hapa side ya pili inaandikwa province. So nikiselect hiyo London, Ontario, itakuja hapa moja kwa moja hivyo. Na naweza nikasema kwa mfano nione Kigoma evi amongami. Okay, haijaleta hizo sababu ya zile ambazo nimeselect. Acha tu niandike address za huku ikiwa kirahisi, lakini wewe utaweka za kwako mahali unaishi. Sema kwa mfano naandika London, inaniletea London NO ikiwa ni London, Ontario. Hapa sehemu ya province unatakiwa kuweka province. So hiyo NO inamaanisha Ontario, lakini unaweza kaweka ya kwako kama ni Nairobi, kama ni Dar es Salaam, province zenu na mikoa nini wenyewe mnajua. Postal code, weka postal code yako hapa. Kama inaweza ikawa ni 100, inaweza ikawa ni 00100, inaweza ikawa ni N8H, kwa mfano 2Z8. Hizo ni postal code sana za hapa Canada. Unafika kwa namba ya simu, unaweka nambari yako ya simu ikiwa na code +151864782. Hiyo ikiwa namba yangu ya simu kwa mfano. Hapo unaulizwa email address. Kwenye email address unaweka kwa mfano email address yako robinsmith@gmail.com.
Okay. Ukishajaza hapo umemaliza, unakuja kwa next. Wanasema next work history. So why do you need a resume? Kwa nini unahitaji hii CV? Wewe ni mtu ambaye anatafuta kazi, ama job seeking, ama different reason? Unatafuta kazi ama ni sababu nyingine hiyo ndio unafanya CV yako? Na wanakuambia bado unaweza ukaskip hii now uifanye baadaye. Lakini wewe kama unatafuta kazi, click job seeking, alafu enda next. Ukienda next, wanasema now let's fill out your work experience. Here is what you need to know. You can include any work experience, internship, scholarship, relevant coursework and academic achievement. Yani inaweza ikawa umesomea kitu fulani, inaweza ikawa umefanya internship. Ni nini kwa Kiswahili? Internship kwa Kiswahili ni nini? Yani umesomea kitu fulani alafu unaenda kufanya majaribio kwa eneo fulani, kupima kwenda kujaribu kupima kile ambacho umejifunza kama kimeweza kuingia. Hiyo ndio internship. Inaweza kawa ni scholarship, yani jambo lolote ambalo wewe umepitia kwa masomo, kama ni academic achievement, yani kitu yote ambao una uhakika, unajua, umesomea, unaweza kukifanya perfectly, unakiandika hapo kwa work experience yako, nini ambao wewe unaweza kufanya. Haya, unaenda next. Utaulizwa kazi yako ambao unafanya saizi ni gani. Wanasema tell us about your most recent job. We will start where and work backward. Yani lazima upeane kazi ambao unayoifanya kwa sasa, alafu itapangwa kuanza mahali upo ikirudi nyuma. Tuseme kwa mfano naweza nikasema mimi ni electrician. Wanauliza employer ama kampuni, chini ya kampuni gani? Tuseme kwa mfano Canada Energy. Hiyo ni mfano. Location tuseme Toronto, Ontario. Sasa hizi ambazo mimi ninajaza, wewe unajaza. Hii ni town na hii ni province. Unatakiwa kujaza ndani ya nchi ambayo unaishi wewe. Hiyo kazi umeanza muda gani? Tuseme kwa mfano mwezi wa 3 2023. Hapa wanauliza na umemaliza, yani umeifanya hadi muda gani? Muda gani uliresign kazi? Ikiwa ulitoka kazi tuseme kwa mfano January 2024 ama tuseme 2025, unaweka January 2025. Na ikiwa hiyo kazi unaendelea kuifanya mpaka kwa sasa, basi unasema I currently work here, alafu naenda next. Unaipea muda, inakutengenezea. Anasema expert recommendation for electrician, you need edit this in the next step. Wanasema installed and wire electrician, transformer, service panel. So wanakuletea umaarufu ya zile vitu ambazo zinaweza kukufanya wewe kama electrician ukapita kwa kazi fulani ambao ulikuwa unaitisha, ama wanakujazia zile vitu muhimu ambazo zinahitajika kwa CV kwa ajili ya kufanya wewe uweze kuonekana maarufu kwa kazi fulani ambao unahitaji. Yani uonekane maarufu mbele ya tajiri ama employer ambaye anataka kukupea wewe kazi. Add recommendation. Unaweza kaongeza
recommendations, na hapa wanakuwekea pia vitu zingine ambazo zinahitajika kama electrician, plan layout. Sasa wewe utaweka kitu chochote, pengine ni kazi ya shamba ndio unataka, ni vile nilisahau hiyo ndio nilitakiwa kuweka, lakini nimeshaendelea. So wewe unaweza kujaribu na hiyo, na ikiwa bado kutakuwa na shida mtaniambia, mimi nitajua jambo ambalo nitafanya kwa ajili ya kuhakikisha kila mmoja amefikia mahali ambapo inahitajika. So ukishaweka chochote utawekewa pia hapa chini vitu ambazo zinaendana na ile kitu ambacho umefanya. Ukiona hii pia naweza, hii pia naweza fanya, wewe unajaza. Kisha kujaza unaenda next. Next utapewa nafasi ya kuedit. Unaweza kaedit kila jambo ambalo umeandika. Kuna mahali ulikosea, electrician iko sawa. Kama ulitaka kubadili hiyo electrician, una click unabadilisha. Unaweza kaweka kama ni kuna farm hand, farmer, wewe ni farmer, kama ni farmer manager, kama ni farm labor, kama ni farm supervisor. Acha tuweke tu farm kwa mfano. Alafu tukiclick next anasema expert recommendation, optional livestock health through effective feeding programs, vaccination schedules, and regular checkup from veterinarians na vitu kadhaa. Sasa wewe una select zile ambazo utaona zinakufaa. Kama ulichukua kazi ya tuseme kama farmer ama kazi ya shamba, so utazipitia. Kukiwa mahali ambapo unahitajika kuedit utaedit, na ukiona kila kitu iko sawa na bado unaweza ongeza zingine, add another position, unaweza kaongeza position nyingine hapo. Ukiona iko sawa inaridhia, unaenda kwa next ambayo itakuwa ni education background. Wanasema add more work experience. If you have work at more than one job, let's add it here. Ukiwa na kitu kingine ambacho unajua wewe ni bora zaidi kwa hilo jambo, basi unaweza kaiongeza pia hapa. Na kama hakuna, sema tu no thank you, nilikuwa nataka kufanya hiyo moja. Unasema great, let's work on your education. Here is what you need to know. Employer quickly scan the education section. We will take care of the format so it's easy to find. Next anasema what best describe your level of education. Select the best option and will help you structure your education section. Chagua level ambao unaona wewe uliwahi kusomea, uliwahi kumalizia shule lako. Kama ni high school, weka high school or GED. Kama ni certificate or diploma, weka chochote. Kama ni bachelor degrees, kama ni apprenticeship or internship training ndio uliwahi fanya. Kama uko na masters, chochote ambacho umeweka. Kama uli complete coursework, tunaweza tukasema degree ama diploma kwa mfano. Unasema school name, ulisomea wapi. Kwa mfano tuseme Farmware College London non Canada CA. Hiyo school name imekuja, hiyo ni school location haijulikani, ndio maana nasema none. Hapa wanasema uko na degree, uko na nini, fanya kama mpaka high school kwa mfano. Kinu kwingine niliweka ya nifanya mpaka high school. Anasema field of study, example account. Okay, hiyo pia ije tu selectia. Graduation, weka mwaka ambao uli graduate. Tuseme kwa mfano tusiweke 2027, bado haijafika mwaka ambao uli graduate. Alafu nasema next skill.
Next, skills. Kuna chochote utataka kumodify ama unaendelea. Hapo anasema next, let's take care of your skills. Employers scan skills for relevant keywords. We will help you choose the best one. Next, ipe muda. Anasema we found 4 top skilled for farmer, and these skills recruits are looking for. Wamepata yani umaarufu ama skills 4 ambazo watu wengi wa mashambani hapa ama wa mifugo wanahitaji, kama labor management, heavy equipment operations, crop planning, irrigation techniques. Sasa wewe una click add, inakuongezea nazo kwa experience yako. Ikisha kuongezea nazo kwa experience yako, nasema next, summary. Sasa wanasema finally let's work on your summary. Here's what you need to know. Your summary shows employers you hire for their job. You write for their job. We will help you write a great one with expert content, can customize. Next. So we've got idea for your professional summary. Generate up to 5 custom. Okay, continue. Alafu wanakuletea zile ambazo zitakuwa zile ambazo wamejaribu kuziweka vizuri. Nasema dynamic and result driven professional with expensive experience at Canada Energy. Hizo sasa ni mfano kulingana na ile ambayo mimi niliweka. So na bado unaweza ukaisoma, kuna nafasi ya kumodify. Kama hautopenda unaweza ukabadilisha, na pia kuna zingine ambazo itakuletea hapo, unaweza kaongeza, unaweza kabadilisha kulingana na gisi unapenda. So alafu naenda extra section. Hapo nakuuliza lugha unayoielewa. Unaelewa lugha gani? Naelewa Kizungu. Naelewa Kihindi? Hapana. Naelewa French. Puhabish. Unaelewa Spanish? Hapana. Basi unaweza ukaselect hizo 2. Nasema language kama French. Level yako ya French iko wapi? Full professional, professional working, limited working, elementary. Una select ile ambao uko sawa nayo. English yako iko wapi? Professional, working ama full professional, kitu kama hiyo. Unaenda next. Wanasema do you have anything else to add? Like kama kuna certificate fulani, wanasema hizi ni recommended certificate ambayo uko nayo unaweka. Accomplishment unaweka. Website, portfolio, profile. Lakini hiyo wanasema recommended, but hiyo inakuwa optional. Add a Canadian and the section interest, affiliation, available, references, volunteer work. Kuna mahali umewahi fanya kama kwa kujituma, project ambazo pengine umefanya kama zipo. Add your own. Ukiwa na award, add your own. Unaweza weka kama kuna vitu zingine zozote ambazo unaweza kawa nazo ambazo haziko. Tell us about your accomplishment. Resolve product and through consumer testing. Acha mimi ni select kama hii moja kwa mfano. Najaribu kuenda haraka. Okay, tell us about your volunteering work. Unaona vitu zote ambazo umejaza hapo, utakuja kuulizwa huku na uzijaze. Yani chochote ambacho umeweka hapo utasaidiwa gisi ya kukijaza, na utapewa mwongozo, na wewe utaongeza kile ambacho unaona kinaridhia ama unaiweka sawa na vile ambavyo unaona inafaa. Reference,
add your professional reference here. Tuseme kwa mfano kama iko, unaweza kusema KHP farm kwa mfano. Kama kuna ingine yote unaweka zote hapo. Looking good. This resume template is optimized with a smart apply technology to rank higher than other application. Next. Nasema great work. Okay. Hapa una choose template. Unataka ikuje kwa template gani? Resume yako ndio hii iko tayari. Ni vile siwezi nikaisoma yote. Unasema professional summary iko hapo kulingana na kisu uliletewa. Lakini mimi ninaenda haraka, wewe unachukua muda ya kusoma kila kitu ambacho unaletewa na kile ambacho unaweka kwenye resume yako. Accomplishment, skills, work history, education, unaona, certifications, wakati ulifanya volunteering, reference, hiyo reference inakuwa iko tayari. Resume yako ndio iko tayari, na bado unaweza change format. Unasema no, nataka ikue kwa hii format, inakuja hivi. No, nataka ikuje kwa hii format, nataka ikuje kwa hii format, nataka ikuje kwa hii format. Hivyo unakuwa umemaliza resume yako, na ukimaliza hivyo unai-download hapa. Kwambia unataka ikuje kwa PDF, unataka ikuje kwa Microsoft Word document ama kwa Paint Text. Unaweza kuchukua PDF ama unaweza kuchukua Microsoft Word. Alafu utaweka account yako, password yako, kisha una download. Na hii ni bure. Sio kusema kwamba utadownload, utailipia kwa kuweza kudownload. Nadhani ndio hiyo vile ambavyo unaweza kutumia resume yako. Ukitaka kuandika CV na kufanya cover letter unatumia hivyo. Utaweka email yako, ni vile hii sio email yangu. Unaona kuna picha ya kike hapa. Hiyo ni ya mke wangu. Na bado ukikompliketiwa unaweza ukakopi, ukapaste na ukawa na CV ambao iko sawa. So kwa wale wote ambao walikuwa na shida ya CV, ambao walisumbuliwa, ambao wanasumbuka kwa ajili ya kupata CV, basi hii ni njia mzuri, ni template mzuri ambayo itakusaidia wewe kuweza kuwa na CV yako na cover letter. Sababu kuna wengi ambao walikuwa wanatumia hizi template lakini za kulipia. Basi hii ambayo nimewaletea ni bure na najua ya kwamba itawasaidia. So ikiwa wewe ni mpya kwenye channel hii, kumbuka kusubscribe. Na ikiwa kuna sehemu yoyote ambayo haukuweza kuelewa, ulikuwa na shida yoyote na ungetaka mwongozo, basi feel free kuandika kwenye comment section, nasi tutapitia request yako na tutaweza kuifanyia kazi, tuone vile tutapata solution. Na bado unaweza ukatujulisha kwenye live yetu ya Saturday, alafu tutaweza kuishughulikia. Asante sana na uwe na wakati mzuri.